Wachezaji wa zamani mpaka sasa hivi maveterani huwa tunacheza, isipokuwa tu hatuchezi ligi, lakini kucheza tunacheza. Kwa hiyo sio wachezaji wa zamani, wachezaji mpaka wa sasa hivi kwa sababu maveterani huwa tunacheza ingawa sio ligi lakini tunacheza kwa burudani na kwa maslahi ya afya, kuenzi mpira kwa sababu kwa hiyo tunaendelea kucheza. Tunashukuru tuko salama na tunaendelea kucheza na kuendelea kufundisha vijana. Naamini ni furaha ya kila mmoja kuona watu hawauachi mpira wa miguu. Haiwezekani uwe na uzoefu alafu huo uzoefu wako usinufaishe jamii, hasa vizazi vijavyo, kwa sababu kama una uzoefu kuna kitu umejifunza. Kwa hiyo kupitia kule kujifunza, kipindi sisi tunacheza sasa, tuna vitu ambavyo tunawajibika kushare na vijana ili pale ambako sisi tulikosea wao wasipite katika njia hiyo ambayo sisi tulipita. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wachezaji wa zamani huwa tunajikumbusha katika vikao ambavyo huwa tunakaa mara kwa mara, kukumbusha kwamba wajibu wetu, tunawajibika kutumia uzoefu wetu kuwafundisha vijana ili wapite katika njia iliyo sahihi. Na sasa hivi tofauti na ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa soka ni kwa ajili ya afya, soka burudani, lakini kwa sasa hivi mpira ni biashara, ni chanzo cha ajira kwa vijana wenye vipaji. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa vijana huwa tunahamasisha, na ni kitu ambacho tunaona kabisa sasa hivi hata hamasa sio tu kwa vijana, hata kwa wazazi tayari wameshatambua kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni moja kati. Muda hari ukikaa huwa ukitazama mpira hivi ukiona makosa ama kuto kutendea haki nafasi fulani kwenye uwanjani, pengine unasema ningekuwepo hapa. Ni kitu ambacho ni kawaida. Kuna makosa ambayo mtu anaweza kufanya, ndio wakati ule ilikuwa hakuna review kama sasa hivi, labda mnakaa mnaangalia makosa ambayo, lakini kwa kweli ndio ni kawaida unapokuwa unaangalia kosa, haisi hivi, kwa nini alifanya makosa haya, yani alichukuaje kwa jukumu labda last defender, mtu wa mwisho, alafu na take risk labda kumpiga chenga striker, alafu striker ana unyang'anyo ule mpira anaenda kufunga. Moja kati ya kitu ambacho yani ndio unaona yani huyu kwa nini asifanye tu, labda hata kubutua, wakati anaita kubutua, asibutue tu mpira kuondoa, anapiga chenga katika eneo ambalo ni eneo la hatari. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vikitokea unakumbushia, yani naturally inakuja kinima kama ningekuwa mimi hapa. Ni vigumu sana kuipata kwa sababu wakati bado teknolojia ilikuwa haijakuwa kama ilivyo sasa hivi, ambapo sasa hivi unaweza kaenda ku review, baadaye unakwenda kuangalia kumbe kweli mimi nilifanya hivi. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa sasa ni nafasi ambayo ni muhimu sana kwa vijana wa sasa hivi kuweza kutumia hizo replay kwa ajili ya kurekebisha yale makosa ambayo huwa wanayafanya. Tukiachilia mbali hilo, tumeona jana shirikisho la mpira TFF wametoa barua yao ama wamefungua rasmi dirisha la usajili kwa msimu wa 2026-27. Dirisha hilo linakwenda mpaka Agosti, takriban wiki 5 pekee. Pengine kwa uzoefu wako na muda ambao upo kwenye soka, na tukirejea nyuma, siku za nyuma dirisha la usajili lilikuwa linakaa takriban miezi mitatu. Unaona ni wakati sahihi ama muda uliopo hivi sasa unatosha kwa timu kufanya maandalizi kuelekea msimu wa 26-27? Ni kitu ambacho kinathibitisha kwanza ratiba itakavyokuwa tight msimu ujao, kutokana kwanza na mashindano. Unajua sio tu msimu huu, ratiba ilianza kuwa tight kuanzia tulivyoandaa mashindano ya CHAN msimu uliopita, na hivi tunaandaa mashindano ya AFCON 2027. Ni moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa tujiandae. Kwa hiyo hata vilabu najua vinafahamu, kwa sababu ndio sababu huwa kunakuwa na semina za viongozi, achilia mbali bodi ya ligi, viongozi wa vilabu, ili kujiandaa na msimu, na hata wanapokuwa wana review zile kanuni. Unajua kanuni kila msimu huwa zinakuwa reviewed na huwa zinapitishwa na hao wenye vilabu. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kwa msimu huu, kama hivyo wanavyosema dirisha dogo, dirisha kubwa lina muda wa wiki 5. Ni moja kati ya kitu ambacho kwa vilabu vinatakiwa kujua, sio vinatakiwa kujua, vinafahamu kwa sababu ratiba tayari bodi ya ligi, shirikisho ilishawasiliana nao vilabu na kuwajulisha ratiba itakavyokuwa, na inajulikana kwa msimu ujao ratiba itakuwa tight sana. Hivi ninavyozungumza, kwa mfano kama sasa hivi
ligi pia ya Morocco ni moja kati ya ligi ambazo pia zilichelewa sana kumalizika. Zilichelewa sana kumalizika kwa sababu watu wanajua ndio ligi inaisha msimu mwezi wa 5 alafu mwezi wa 8 inaanza. Yani pre-season huwa unakuwa na hiyo miezi mitatu pre-season. Lakini kutokana na ratiba za mashindano ya kimataifa, hiyo ni kitu ambacho kimetokea kupelekea ratiba kusogea hadi hivi tunavyozungumza kwamba kutakuwa na wiki 5. Kwa hiyo kwa wiki 5 kwa vilabu lazima vitakuwa vimeshajipanga kwa ajili ya kufanya usajili, lakini sio tu kujipanga kwa ajili ya kufanya usajili, lakini pia kujipanga kwa ajili ya msimu ujao, kwa sababu 2027 Kenya, Uganda, Tanzania tutahost mashindano ya AFCON. Kwa hiyo ratiba ya pamoja. Kwa hiyo ratiba lazima itakuwa tayari. Kikubwa cha msingi ambacho huwa ni international standard ni ile mchezaji kucheza minimum masaa 72. Kwa hiyo kucheza baada ya masaa 72 ni kitu ambacho kwa afya tayari ishathibitika kwamba mchezaji anaweza kucheza baada ya masaa 72 hata mechi mbili. Sasa nyumbani Tanzania tunasema kwamba ratiba zimekuwa nyingi, tuna mashindano mengi, lakini ukitazama kwa wenzetu nje ya mipaka barani Ulaya utakuta timu inacheza UEFA Champions League, inacheza FA, pengine kwa Uingereza kuna Carabao Cup, kuna ligi mashindano matano tayari hapo. Muda huo pengine kuna Euro ile ya mataifa, lakini sisi tuna ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho ambalo si mara nyingi sana, lina mechi chache, lakini pia tuna Mapinduzi Cup ambalo halihusishi timu zote za ligi, na siku za hivi karibuni muungano imerejea. Pengine unaona sababu watu huwa wanaangalia Europe, hawaangalii kulinganisha labda na swala la logistics. Wanapozungumzia hapa Afrika, kwa mfano ukipangiwa mechi wewe labda Simba, Yanga au Azam au Singida Black Stars wanacheza South Africa na Mamelodi Sundowns, mechi inayofuata unakwenda kucheza labda Algeria, mechi inayofuata unakwenda kucheza Sierra Leone. Ni tofauti na Europe. Europe kwenda kutoka Uingereza pale anakwenda kucheza Netherlands, anatoka Netherlands usiku anaenda kucheza Ujerumani, kesho kutwa anatoka Ujerumani anakwenda nchi nyingine yoyote hapa, Russia, Urusi au wherever. Kwa hiyo kwa Europe logistics, miundombinu wao ipo, yani usafiri logistics wao wamefanikiwa kwenye eneo la miundombinu, kitu ambacho kinakuwa ni rahisi sana kwa movement ya wachezaji. Lakini kwa sisi hapa ukipangiwa kwa mfano mechi Sierra Leone, unaweza kukuta labda siku 2 au siku 3 za safari. Ni moja kati ya kitu ambacho hakikwepeki. Sasa ni moja kati ya tofauti ambazo huwa watu wanatakiwa pia kuzitambua unapokuwa unalinganisha labda ratiba ya mechi siku 3 inapangwa kule Europe na inapangwa siku 3 kwa hapa ya kimataifa, apart from mechi ya ndani. Hiyo ni moja kati ya sababu. Lakini kingine kwa kwetu hapa, kwa mfano kama ulivyozungumzia ratiba yetu hapa sisi, kama hivyo unavyozungumza, watu wao wanafikiri labda zilikuwa zinashiriki timu 2 basi timu nyingine timu nyingine hazihusiki. Hapana, timu zote zinahusika. Ukireserve hizi timu 2 tu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa mechi zake zisicheze, alafu huyu mwingine ameshacheza mechi 18 au amecheza mechi 4, hapana, hiyo is absolutely unfair. Ndio sababu huwa hata kama zinashiriki timu 2, lakini na hizi nyingine nazo zinawajibika, zina delay ili kusiwe na tofauti kubwa sana ya mechi. Panapokuwa na tofauti kubwa sana ya mechi, kuna timu huwa inafaidika na kuna mwingine huwa anaumia. Kwa hiyo hata kama ni timu 2, lakini lazima huwa zina madhara kwa timu zote. Hakuwezi kuwa na tofauti kubwa sana, huyo kacheza mechi 18, huyo kacheza mechi 7 au mechi 6. Hapana, haiwezekani. Tukiajiria